Zanzibar ni muunganiko wa visiwa viwili, yani Unguja na Pemba. Visiwa hivi vya marashi ya karafuu ni visiwa ambavyo hutegemea usafiri wa aina mbalimbali katika kuingia na kutoka, kama vile ndege na boti. Kwa walio wengi nchini hutegemea boti za mwendo kasi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo za kifedha. Hivi karibuni kumesambaa picha mjongeo katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikionyesha boti za mwendokasi zinazotoa huduma za kusafirisha abiria za kampuni ya Azam Marine pamoja na Zanfast Ferry zikikimbizana katika bahari, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa kwa wananchi. Asam Online TV tumepata fursa ya kuzungumza na wananchi mbalimbali ili kujua namna ambavyo wanavyolizungumzia swala hili. Na washauri wawe wastaarabu kuhusu swala hili. Staarabu, hata sisi wanatuasiri wanapokuja mbio, hata kwenye maboti yetu inakuwa zama, tunaberuliwa hapa. Kwa hiyo tunawaomba wanapotoka Dar es Salaam kuja Zanzibar hapa, watakapofika karibu hapa watupunguze mwendo ili hizo boti zetu zinusurike na mawimbi. Mimi kubwa ninalolizungumzia kwenye hizi boti mbili ni kuwa wanapotoka zao Bongo kuja Zanzibar wajitahidi sana zaidi kupunguza mwendo, kutokana wakifika kwenye karibu maeneo yetu ya kazi hapa, vyombo vyetu vidogo hivyo, boti zao kubwa unakuta ni hatari upande mwingine. Katika kupata ufafanuzi wa swala hili tumezungumza na wahusika kutoka kampuni ya Azam Marine pamoja na kampuni ya Zanfast Ferry. Wameeleza namna hali ilivyo. Labda mimi ningependa kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma ambazo hizi zinazozungumzwa kuhusiana na masuala ya ushindanaji wa spidi au mambo ya kupitana baharini. Kwa upande wetu sisi Azam Marine hatuna kawaida ya kushindana kwa spidi, kwa sababu sisi hatushindani kwa spidi. Sisi tunashindana kwa huduma, tunashindana kwa ubora wa vyombo vyetu, tunashindana kwa ubora wa comfortable ya ndani ya boti yetu. Unapokuwa katika Azam Marine, kama nitakuwa hili swala ninazungumza, ila kwa abiria ambao wananisikia watakuwa wanafahamu na wanaliona, si chini ya zaidi ya mara 2, mara 3 mpaka mara 5 tunapoona mwenzetu anakuja katika hali ya ushindani, tuna stop, tunamwambia nenda, alafu sisi tunaendelea na safari yetu. Hatupo kwa ajili ya mashindano, tupo kwa ajili ya kutoa huduma na kufanya biashara. Huduma ndio inayojieleza. Unapozungumza Azam Marine kulinganisha na boti zetu, kila mtu anajua kwamba nazungumza neno gani au unaongea huduma gani. Kwa hiyo swala la spidi sisi hatuko kabisa huko. Sio kama vyombo vyetu havina spidi. Nafikiri kwa abiria ambao wanaona ndani ya wiki 2-3 hizi hapa wanaona tunavotoka ndo moja kwa moja mpaka tunafika, hatupiti. Tunavoondoka Unguja si Dar es Salaam, hakuna kitu kama hicho cha kutupita, isipokuwa hatukuamua kufanya hivyo, tunaamua kufanya biashara. Kwa hiyo swala la spidi, mambo ya mashindano ya spidi sisi hatuko, tuko katika swala la huduma. Si mtu wa technical, kama nitaelezea kwenye kitechnical, mimi ni mtu wa operation, lakini ninavyojua tuna uwezo wa kwenda mwendo zaidi ya hapo, lakini tunatumia service speed yetu ambayo tulopangiwa, ndo ambayo tunatembea. Kwa hiyo sisi kiupande wetu hatukuwahi kulalamikiwa na abiria kuhusiana na swala la mashindano, isipokuwa kwa upande wetu tunapokea pongezi na hongera kwa abiria wetu linapotokea swala kama hili, kwa sababu makapteni wetu wote au manahodha wetu wote tumewapa tahadhari
Ukiona kuna hali kama hii na wewe maintain katika kozi yako, yani upo katika kozi yako, umeona mtu kakufuata, punguza spidi, mwachie aende, tuendelee na safari yetu. Sisi hatupo kwa ajili ya mashindano. Kwa hiyo abiria wao tunaowapakia wanatupongeza sana, na ninazungumza hili, wanaonisikia watasema kweli jua hili. Kwa upande wetu sisi kampuni ya Azam Marine kupitia boti zetu za Kilimanjaro, tunachokiamini na tunachokijua sisi kwa experience yetu ya bahari, mashindano ya speed au mashindano ya kupitana sio upatikanaji wa abiria, sio mapenzi ya abiria wote. Usalama na kuwa ndani ya boti nzuri yenye luxury, kufika safari yako kwa unavyotaka hali ya kuwa hujachoka, ndo uvutanaji wa abiria au mavutio ya abiria, sio spidi wala kitu chengine. Kwa kifupi, kumekuwa na video clips nyingi zikionyesha kwamba Zanzibar One na Kilimanjaro tunakuwa kama tunashindana, lakini kiuhalisia hatushindani. Isipokuwa kila mmoja anakuwa na schedule yake na timings zake za kufika na kuwahi kuchukua abiria na kurudi kulingana na trips au kulingana na routes za siku hii husika. Mathalan, sisi tunafanya route 4 kwa siku au mpaka 5. Sasa huwa tunachofanya, tunaangalia timings zetu. Boti yetu ina speed kiasi gani, tunaweza kumit kiasi gani, uwezo wa kukamilisha hizi routes. Mathalan, unakuta unaondoka saa 1 kamili, labda saa 3:30 unatakiwa ufike Dar es Salaam, upakie abiria, ushushe abiria, upakie, ugeuke urudi. Kwa hali halisi ilivyo, muda ni mfupi sana. Sasa sisi boti yetu tunashukuru Mungu ina uwezo wa kutembea lisali 1:30 tunakuwa tumefika Dar es Salaam. Na kwa hiyo ukiondoka saa 1, it means saa 2:30 unakuwa uko Dar es Salaam. Unapakia abiria tena, unarudi, unatakiwa saa 6 uwe umeshafika Unguja na unapakia tena kurudi Dar es Salaam. Sasa katika schedule kama hii, nimetaja tu hizo route 2 kwa sababu ya kuonyesha tu mfano. Katika schedule kama hii, kwa hiyo tunachoangalia sisi ni timing zetu. Utamit vipi muda wako wa kutembeza boti? Mathalan, ukisema utembee spidi ya chini, maana yake utaharibu ratiba nzima, utachelewa kufika na ratiba yote itaharibika. Sasa haijalishi mbele, yani katika hiyo njia yako utakutana na vyombo vya aina gani. Weather inaweza kuwa Kilimanjaro, inaweza kuwa Flying Horse, inaweza kuwa yoyote ile. Sasa abiria kwa mantiki zao wanaona kama tunakimbizana. Alafu ni wao wenyewe ndio wanarekodi videos na kuzirusha. Sisi hatufanyi hivyo. Hakuna hata mtu mmoja anayefanya hivyo, wala officially huwezi kuona tuna video ya kusema tunashindana na Kilimanjaro. Huwa hatushindani, isipokuwa tuna meet targets zilizopewa na viongozi wetu ili kukamilisha majukumu ya siku. Kwa hiyo kusema eti tunakimbizana, no, hatukimbizani. Ila sisi tunajaribu kila mtu kuweka timings zake ziwe vizuri. Na mara nyingi, kwa sababu utaona sasa hatujui wenzetu wao wanakuwa na nani gani, na mara nyingi tunaongozana, inatokea tunakutana na Kilimanjaro kwa sababu wote tunacheza karibu muda ule ule. Tunapishana labda dakika 10. Kila mmoja anaondoka kwa wakati wake na huyu mwingine anaondoka. Sasa ni uwezo wa chombo au mashine kuweza kumiti ile timings, kufika kwa wakati. Sasa raia kwa ushabiki wao wanaona kama ni mashindano, which is not true. Hakunaga mashindano ya Kilimanjaro na Zanfast. Sasa na mara nyingi hizi mamlaka zinatakiwa kuzingatia sana hilo, kuangalia si kusema eti unakimbia sana. Unazingatia vipi sheria za bahari ili usifanye ajali, ili usimgonge mwenzako. Sasa swala la kuwahi na kuchelewa hata ukimkuta ni swala ambalo ni uwezo wa chombo husika.
Si swala la kusema unakimbia sana wewe kwa hiyo utakiwa upunguze speed uogope. Mle ndani tunabeba abiria wa aina tofauti. Abiria wengine wanahitaji kuwahi, wengine wanahitaji kuchelewa, hawana haraka. Kwa hiyo sheria, sisi tunatakiwa sana kwa mamlaka tuzingatie sheria za bahari zinazoongoza vyombo vya majini. Kwa sababu nje hapo utabidi utunge sheria nyingine mpya, kwa sababu hata ukisema eti boti ipishane nusu saa, hebu just imagine tuna ruti 5, tupishane nusu saa, utaweza kufika, utafika mpaka usiku bado unafanya operations, kitu ambacho si sahihi. Utafikisha abiria late na hutafanya biashara, kwa sababu kuzingatie kwamba pia hii ni biashara, watu wanataka kufika kwa wakati. Cha kuambia watumiaji wa boti za Zanfast, na washauri wasihofu wala wasiwe na wasiwasi kwa sababu ya speed tunayotembea wala kwa sababu ya chochote, kwa sababu tunazingatia sana usalama wao na tuzingatia sana hali ya bahari. Sisi hatukimbii tu kwa sababu tunataka kukimbia, au hatutembezi boti kwa speed kwa sababu tunataka kutembeza kwa speed. Huwa tunaangalia hali ya hewa, tunaangalia usalama wa abiria zetu wako kwenye hali gani. Yani tuko hata saa nyingine tuna uwezo wa kupunguza mwendo kwa sababu ya kutaka abiria wetu wawe comfortable. Sisi tunaangalia sana comfortability ya abiria, wawe salama, na hata tunawafanya kazi ndani wa kuwatembelea kujua wanaendeleaje, na sisi tuna kamera za kutosha kuona wako kwenye situation gani. Kwa hiyo kama bahari ni chafu tunapunguza mwendo, kama bahari inaruhusu imetulia calm tunaongeza mwendo ili abiria wetu wafike kwa wakati. Na mamlaka tunawashauri sana wazingatie kuzingatia yani siwe mtu anahukumiwa au siwe vyombo vina penalized au kapteni au nahodha yoyote anaadhibiwa bila kufuata sheria. Kama iwe ni kweli amevunja sheria, kama hajavunja sheria huwezi kumhukumu. Na unaposema huyu wewe na kuhukumu kwa sababu umekimbiza sana boti, sasa nionyeshe na sheria gani kwenye collision regulations kwamba nikitembea speed hii, kwa sababu sisi tunachoambiwa tutembee safe speed. Sasa safe speed kwa sheria hizi ni sheria namba 6 ya steering and sailing rules. Kwa sheria zetu hizo safe speed haimaanishi speed ndo polepole, haimaanishi kutembea polepole. Sometimes inamaanisha ni kutembea haraka ili uepukane na janga. Let's say kwa mfano umeona umeshapigiwa taarifa kuna kimbunga kinakuja, na unaambiwa unapewa tu lisali moja au masaa mawili tu umeshafikisha abiria wako, utatembea polepole? Hawezi. Obviously hapo lazima utembee speed tena mpaka mwisho, na kama chombo hakina speed maana yake unahatarisha usalama wa wale abiria. Hapa ni katika ofisi ya mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar. Tumefika kwa ajili ya kuzungumza na kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano ili kuweza kupata ufafanuzi wa namna swala hili walivyolipokea na hatua walizozichukua. Nikija kwenye swali lako la mashindano ya vyombo vya usafiri ambavyo viko baharini kati ya kampuni za Zanfast Ferry na Azam, ni kwamba ni kweli hizo klipu zilikuwepo na zilikuwa zinakuja sana wakati ule kampuni baada ya kuanzishwa kwa kampuni ya Zanfast Ferry. Hata sisi abiria wenyewe ambapo tulikuwa tunasafiri kwenda Dar es Salaam na maeneo mengine tulikuwa tunafurahia hayo mashindano, kufukuzana kule kwa hizi boti. Lakini baada ya sisi mamlaka ya usafiri baharini, kwa sababu kwa mujibu wa sheria nambari 3 pamoja na nambari 5 za mwaka 2006 na mwaka 2009, ni kwamba sisi mamlaka ya usafiri baharini ndio tumepewa dhamana ya kusimamia usajili wa hivi vyombo vya usafiri baharini, lakini si kusajili tu, pamoja na kuvipa miongozo mbalimbali ya kiusalama. Kwa hiyo tunasimamia masuala ya usalama wa abiria, vyombo vyenyewe. Kwa hiyo baada ya kuona lile tuliwaita wamiliki wa vyombo hivyo na tukawapa miongozo kwamba ule si utaratibu, manake wanaosafirisha kwanza ni wanadamu, lakini kule ni baharini.
Kwa hiyo kiusalama kulikuwa hali ile haiko vizuri, na katika jitihada hizo za kuhakikisha kwamba jambo hilo linakoma, tulichokifanya maanake tulitoa ratiba ambayo ilikuwa sasa ni ya mpishano baina ya zile boti kuondoka. Kama kwa mfano kampuni ya Azam Kilimanjaro 6 kwa mfano inaondoka saa 10 la asiri, basi Zanfast Ferry wataondoka saa 10, yani Zanzibar 1 wataondoka saa 10:30. Na lengo lilikuwa ni hilo, kwamba kuhakikisha kwamba hawawezi kukutana. Kwa hiyo ndani ya nusu saa, maana sio nusu saa, dakika 10 tu boti moja ikishaondoka, si rahisi hata boti nyingine ukiruhusu baada ya dakika 10 zile kwenda kumkuta mwenzake hapo katikati. Lakini sisi tulitoa muda wa nusu saa nzima ili kuwapa nafasi kwamba kila mmoja asafirishe abiria wake wakiwa salama. Kwa hiyo jambo hili lilijitokeza wakati ule, wakati ndio kwanza inaanzishwa kampuni ya Zanfast Ferry, wakawa wanashindana, lakini baadaye tuliwaita tukawapa miongozo wamiliki wa vyombo hivi na tukaandaa ratiba ya kila boti na utaratibu wake wa kwenda. Kwa sasa hivi hakuna ule utaratibu moja kwa moja ambao wanakutana, na hilo jambo tumeweza kuliondosha moja kwa moja. Njia tulizozitumia kama nilivyotanguliza kusema kwamba kwa mujibu wa sheria nambari 3 ya mwaka 2006 na nambari 5 ya mwaka 2009 ndio zilizotupa mamlaka ya usafiri baharini sisi ZMA, kwamba sheria moja imeanzisha mamlaka hii ya usafiri baharini na sheria nyingine imetupa majukumu ya kusimamia. Kwa hiyo kwa sababu sisi ndio wasimamizi wa bahari kwa hapa Zanzibar na tunatoa miongozo, hivyo vyombo vyote ambavyo vinaingia kuanzia hizi boti pamoja na vyombo vidogo vilivyoko hivi ambavyo vinasafirisha majahazi haya na bidhaa mbalimbali zote tuko navyo. Kwa hiyo hivi huwa tunaviwekea utaratibu. Kwa tuliweka utaratibu, ndio maana tukakwambia kwamba mwanzoni pale tuliwaita hawa wamiliki tukawaambia utaratibu wa usafirishaji wa abiria na mizigo huku baharini haupo kama tunavyofanya barabarani. Huko barabarani pia nako iko mamlaka ya usafiri barabarani, nao wana miongozo yao namna mpaka speed zinaiko. Unaambiwa sasa barabarani ukipita unakuta kibango kimewekwa kwamba hapo usitembee zaidi ya kilomita 40. Kwa hiyo kuna miongozo inawekwa. Kwa na sisi kama wamiliki wasimamizi wa bahari tumewaita wale wamiliki tukawaambia kwamba kuna miongozo, na bahati nzuri sasa sekta ya bahari haisimamiwi tu na sheria za hapa Tanzania, ni sheria za kimataifa. Ndio maana kuna ile shirika linaitwa IMO, International Maritime Authority. Lile ndio linasimamia, linatoa miongozo kila mwaka kuhakikisha kwamba mambo yanasimamiwa vipi kwenye bahari. Kwa hiyo huwa tunawapa ile miongozo na tuna utaratibu wa kukutana nao. Kwa hiyo ni kwamba huwa linapojitokeza jambo lolote lile huwa tunawaita, kwa sababu binadamu ni kawaida ya kusahau wakati mwingine, lakini tunashukuru kwamba toka kipindi kile basi ile hali imeweza kukaa vizuri, na wakati mwingine kwa mfano yakijitokeza mengine utaratibu ni huo huwa tunawaita, tunawaelekeza, na ukitokezea kuna swala la kukaidi, bahati nzuri wanatujua vizuri sisi, huwa kuna penalty huwa tunawapiga. Kwa hiyo na penalty yenyewe sio pesa kidogo, ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo hakuna kampuni yote, na ile ni kampuni zile ni kampuni za kibiashara, wanataka wafanye biashara watengeneze faida. Kwa hiyo kila siku kama unapigwa penalty mwisho wa siku, maana yake unaweza kujikuta huo mtaji wote umemaliza na hiyo biashara umefunga. Kwa hiyo kwa sababu hatutaki sisi kwamba watu wafunge biashara, tunataka ushindani uendelee ili wananchi waweze kupata huduma nzuri zaidi, huwa tunawaita wale viongozi, tunawaelekeza, na baada ya hapo wanatii yale maelekezo yetu na hali ya baharini huko inakuwa ni nzuri sana. Mpaka sasa hakuna ambayo tumemtoza faini, kwa sababu kama nilivyokueleza mwanzoni ni kwamba huwa tunawaita. Unajua hatua ya kumpiga mtu penalty inakuwa ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo hatua ya kwanza, mtu ambaye anakupa huduma muite kwanza, kwa sababu yule ndio wanasema wenyewe lugha ya mji kwamba ndio anakuweka mjini, ndio anakulipa mishahara ya wafanyakazi wako kama ZMA. Kwa hiyo huwa tunawaita, tunazungumza nao. Kwa tulishazungumza nao, wakawa wamekubali, wakakiri, na baada hapo wakarekebisha, na bahati nzuri sasa hatukuachia wao wenyewe tu warekebishe. Sisi tulitoa ratiba ambao sasa wao wakawa wanaisimamia. Kila mmoja, wewe ukiondoka saa 10 yule mwingine ataondoka saa 10:30. Tumejikuta kwamba hiyo imetupa amani na wananchi wanasafiri salama. Kwa hiyo ni kwamba bahari mpaka sasa hivi iko salama, na hatutegemei kwamba labda tuwe tunakwazana, kwa sababu mamlaka hii ipo kisheria, na bahati nzuri sisi ni wasikivu sana kwa baina ya sisi na hawa watoa huduma wetu. Kampuni zote ambazo zinatoa huduma kwa hapa Zanzibar huwa tunakaa nao, na tumetengeneza ule urafiki wa karibu kusudi kazi ziende, huduma itoke, wananchi wapate huduma Unguja na Pemba, Tanga pamoja na Dar es Salaam bila kwa na kikwazo chochote. Hatua ya kwanza, mwananchi itakapojitokeza kwamba kuna hali hiyo imejitokeza huko baharini,
ofisi zetu bahati nzuri ziko hapa hapa Malindi. Akisha shuka boti tu anatakiwa aje hapa ndani. Sawa, akishafika hapa ofisini kwetu ZMA atatoa lalamiko lake, na sisi hapo hapo bahati nzuri sisi tunazo ofisi hapa Malindi kwenyewe ambapo ni head office, lakini hata mule ndani kwenye shirika la bandari tunayo ofisi yetu mule ZMA. Kwa hiyo sisi kwenye bandari zote ya Unguja, ya Pemba, ya Dar es Salaam tunazo ofisi ambazo wafanyakazi wetu wako pale wanafanya kazi hizi. Kwa hiyo kifupi, ukishashuka boti hatua ya kwanza nenda kwenye ofisi ya ZMA, nenda kapeleke malalamiko yako, na baada ya hapo ndani ya muda huo utaona kwamba hatua ambazo taasisi hii inaizichukua dhidi ya huyo ambaye amefanya kosa hilo. Lakini hatutegemei tena toka kipindi kile, sasa hivi ni karibu miaka zaidi ya 5 toka imeanzishwa kampuni ya Zanfast Ferry. Hakuna hayo mafukuzano. Zile video ambazo tunaziona kwenye mitandao huwa mara nyingi zinakimbia baadaye zina trend tena. Unajua vitu vile vinaleta raha ukiviangalia huko kwenye mitandao, wanavofukuzana kule na nini wanapita. Kwa hiyo huwa vinakimbia baadaye vinarudi, lakini si kwamba vinatokezea ndani ya wakati huu. Kwa hiyo niwaambie kwamba wananchi, kama kutatokezea shida yoyote, lakini hatutegemei kwamba hicho kitajitokeza, basi wafanye hivyo, wafike katika ofisi zetu na sisi tutachukua hatua. Kila mmoja anapaswa kuchukua hatua zinazoweza kufanikisha suala la usalama wakati wa kutumia vyombo vya baharini ili kuweza kuifanya Zanzibar kuishi kwa amani na utulivu bila ya ajali za baharini. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Abdillahi Abdullah wa ASAM Online TV.